Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa Kanisa la Mungu lililoanzishwa juu ya msingi wa mitume. Kanisa letu la Mungu lilianzishwa na Yesu na lilikuzwa na mitume. Kisha karibu karne ya 4 Sabato na Pasaka zikatoweka na kanuni za Mungu zikabadilishwa na desturi za kipagani zikachukua nafasi yake. Kwa kuwa hakukuwa na nuru, inaitwa enzi za giza katika historia ya kanisa. Baada ya enzi za giza, Kristo Ahnsahnghong alikuja duniani mwaka 1918 kuwaokoa watoto wake. Mnamo mwaka 1948 akiwa na umri wa miaka 30, alianza kazi ya Injili katika enzi ya Roho Mtakatifu kama ilivyotabiriwa matawi ya mtini yanapoanza kuchipua na kutoa majani. Mnajua ya kwamba mwana wa Adamu yu mlangoni. Mnamo mwaka 1985, mwaka wa 37 wa unabii wa Daudi, alikamilisha kiti cha enzi cha Daudi naye akapaa mbinguni. Miaka 4 kabla ya kupaa kwake, kupitia gazeti la dini kila juma, Baba Ahnsahnghong alitabiri kwamba Kristo ajaye mara ya pili lazima amalize miaka 37 ya huduma ya Injili na kuaga dunia. Kisha miaka 4 baadaye akaaga dunia kulingana na unabii. Kulingana na unabii wa Biblia, nani aliumbwa Adamu alipolala usingizi mzito? Eva aliumbwa. Kama vile ilivyotabiriwa, Baba aliwafundisha watoto wake kuhusu mama wa mbinguni. Aliandika, Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Musa, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata mama. Aliandika hili kwa mwandiko wake mwenyewe, akiacha mafundisho yenye thamani kwa ajili ya watoto wake. Baada ya hapo, kanisa la Mungu lilitembea njia ya Injili kwa bidii kwa takribani miaka 40 chini ya mwongozo wa mama wa mbinguni. Ingawa sisi ni watoto wa Mungu, Mungu alisema kutakuwa na siku za huzuni. Wakati mwingine tunatukanwa na kukashifiwa na watu, lakini Biblia inatabiri kwamba mwishowe Mungu atatujalia siku za shangwe na utukufu. Baba alikuja duniani na mnamo mwaka 1964 alirudisha jina la kanisa katika Biblia. Hivyo kanisa la Mungu likaanzishwa. Chini ya mwongozo wa Baba na Mama, Injili inahubiriwa katika Samaria na hadi miisho ya dunia, kama vile Biblia ilivyotabiri. Kanisa la Mungu lililoanzia katika sehemu ndogo kama chumba cha juu cha Marko, sasa linaeneza Injili ulimwenguni kote chini ya baraka zao. Katika kila nchi, watu wanajivunia vyuo vikuu vyao maarufu na taasisi zao muhimu. Kama ungekuwa mwanachama wa mashirika kama hayo, watu wangekustajabia. Malaika mbinguni wanawaonea wivu akina nani? Imeandikwa kwamba wanawaonea wivu watu wa kanisa la Mungu wanaoshika Agano Jipya. Hawawaonei wivu wafalme wa ulimwengu. Hawawaonei wivu wasomi mashuhuri wala madaktari maarufu. Wanawaonea wivu waumini wa Sayuni ambao wapo hapa leo, sivyo?
Hivyo mnapaswa kuona fahari katika kuhudhuria kanisa la Mungu. Kwa nini ni hivyo? Nani alianzisha kanisa la Mungu? Yesu alilianzisha miaka 2000 iliyopita katika enzi ya Mwana. Je, Wakristo wote hawavutiwi na Mtume Petro, Mtume Paulo na Mtume Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo? Je, walihudhuria kanisa gani? Ni kanisa letu. Kanisa letu lilishuhudiwa na Biblia na manabii, lilianzishwa na Mungu juu ya msingi wa manabii na kufundishwa na Mungu. Tunapaswa kujivunia kwamba tunahudhuria kanisa hili. Mnapohubiri, mnaweza kuwauliza watu, je, unaenda kanisani? Wakisema, ndiyo, basi muulize, je, kanisa lenu lilianzishwa na Mungu? Kanisa letu lilianzishwa na Mungu. Je, hutamani kujua kuhusu kanisa letu? Leo tuangalie jambo hili. Biblia inasema kwamba katika maisha yetu kutakuwa na siku za huzuni. Hadi siku za huzuni kwa ajili ya Yerusalemu zitakapokoma, watoto wake hawatakaribishwa katika ulimwengu huu. Walakini, kwa kuwa siku hizi za huzuni zimetabiriwa katika Biblia, je, hatupaswi kuzishinda? Hili linapoisha, Mungu atasema, siku zenu za huzuni sasa zimefika mwisho. Anataka kutupatia nini mwishoni? Atatujalia siku za utukufu na shangwe. Tuone unabii kuhusu kanisa la Mungu katika Wakorintho wa kwanza sura ya 1. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 2. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, kwa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu na walioitwa kuwa watakatifu, pamoja na wale wote ambao kila mahali wanaliitia jina la Kristo Yesu Bwana wetu, aliye Bwana wao na wetu pia. Neema iwe nanyi na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Jina la kanisa lililoko Korintho lilikuwa nini? Lilikuwa kanisa la Mungu. Kuna kanisa la Mungu tu lililoshuhudiwa katika Biblia. Jina ni muhimu sana. Kanisa la Mungu ni kanisa ambalo Mungu huliongoza. Jina la kanisa ni kanisa la Mungu kwa sababu limeanzishwa na Mungu nalo linaongozwa na Mungu. Kwa hiyo Yesu alipoanzisha kanisa miaka 2000 iliyopita, aliliita kanisa la Mungu. Kanisa ambalo mitume Petro, Paulo na Yohana na watakatifu wote wa kanisa la mapema walihudhuria lilikuwa kanisa la Mungu. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 20. Tuone mstari wa 20. Mkutanikapo pamoja si chakula cha Bwana mnachokula, kwa kuwa mnapokula kila mmoja wenu anakula bila kuwangoja wengine. Mmoja hukaa njaa na mwingine analewa. Je, hamna nyumbani kwenu ambako mnaweza kula na kunywa? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwadhalilisha wale wasio na kitu? Niwaambie nini? Je, niwasifu juu ya jambo hili? La hasha. Jina gani limeandikwa hapa? Kanisa la Mungu. Hata katika wakati wa kanisa la mapema, baadhi ya waumini hawakufuata kanuni za kanisa la Mungu bali walitenda kama wao walivyopenda. Mtume Paulo aliandika, matendo kama hayo lazima yasifanywe kamwe ndani ya kanisa la Mungu. Kuonyesha dharau kwa kanisa la Mungu hakukubaliki. Tuendelee na sura ya 15. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 imeandikwa, kwa maana mimi ndiye mdogo kuliko mitume wote, kwa sababu nililitesa kanisa la Mungu.
Mtume Paulo alipokuwa muumini wa dini ya Kiyahudi, alilitesa kanisa la Mungu. Njiani kuelekea Dameski, aliona nuru angavu. Nuru ilikuwa na nguvu sana hivi kwamba akaanguka chini na sauti ikatoka kwenye hiyo nuru. Wakati huo, jina la Mtume Paulo lilikuwa Sauli. Alisikia sauti ya Yesu ikisema, Sauli, Sauli. Hivyo akajibu, "Yu nani wewe, Bwana?" "Mimi ni Yesu wa Nazareti unayemtesa." Paulo alishangaa. Hadi wakati huo alidhani kwamba alikuwa akiishi kulingana na mapenzi ya Mungu, lakini badala yake alikuwa akiwatesa wale ambao walikuwa wanafuata mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo sababu Mtume Paulo alitafakari juu ya maisha yake ya zamani. Tuone mstari wa 9 tena. "Kwa maana mimi ndiye mdogo kuliko mitume wote, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu nililitesa kanisa la Mungu." Paulo aliwaza, nilipokuwa katika dini ya Kiyahudi, nililitesa kanisa la Mungu. Lakini nikapewa wadhifa wa thamani na cheo cha mtume. Sistahili baraka hii. Hapa Mtume Paulo anaeleza jinsi alivyolitesa kanisa la Mungu bila kuutambua ukweli. Tuangalie Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Sura ya 3 mstari wa 15. "Kama nikikawia, utajua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu ambayo ni nini? Ndiyo kanisa la Mungu aliye hai, lililo nguzo na msingi wa kweli. Bila shaka yoyote, siri ya utauwa ni kubwa. Jina la kanisa la mapema ambalo Yesu Kristo alilianzisha lilikuwa nini? Lilikuwa kanisa la Mungu. Basi kanisa la Mungu lilijengwa juu ya msingi gani? Tuangalie Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Sura ya 2 mstari wa 20. "Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndani yake jengo lote limeshikamanishwa pamoja na kusimamishwa ili kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja ili mpate kuwa makao ambayo Mungu anaishi ndani yake kwa njia ya Roho wake." Kanisa gani lilijengwa juu ya msingi wa imani ya mitume na manabii na ukweli waliojifunza? Lilikuwa kanisa la Mungu. Yesu alilianzisha kwa njia hii. Kristo alianzisha kanisa ambalo limetabiriwa katika Biblia na ambalo mustakabali wake umehakikishiwa. Alilianzisha kanisa la Mungu kama mahali muhimu zaidi kwa wokovu wa wanadamu. Hivyo tunapaswa kujivunia kanisa letu. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 15. Mathayo sura ya 16 mstari wa 15. Akawauliza, "Je, ninyi mnasema mimi ni nani?" Simoni Petro akamjibu, "Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Naye Yesu akamwambia, "Heri wewe Simoni Bariona, kwa maana hili halikufunuliwa kwako na mwanadamu, bali na Baba yangu aliye mbinguni." Sasa tuangalie kwa makini. Mstari wa 18, "Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu mimi humrejelea nani?" Yesu. "Nitalijenga." Atajenga nini? Kanisa langu. Kanisa langu ni kanisa la nani? Yesu ni Mungu Mwana kulingana na Utatu.
Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, hata malango ya kuzimu. Malango ya kuzimu hayatafanya nini? Hayataweza kulishinda. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, nalo lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Yesu alitambua mamlaka ya kanisa hili. Tunapoangalia Mathayo sura ya 16 kwa makini, tunaweza kuona kwamba Yesu anambariki Petro kwa kusema, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Tukilipata kanisa ambalo Petro, Paulo na Yohana walihudhuria, yaani kanisa lililojengwa juu ya msingi wa manabii, tunaweza kujua ni nani alianzisha hilo kanisa, sivyo? Miaka 2000 iliyopita Yesu alisema, nitaanzisha kanisa langu, na akampa Petro funguo za ufalme wa mbinguni, kwani alimtambua Mungu aliyekuja katika mwili. Kanisa gani limepokea baraka hizo? Hatupaswi kuipuuza Biblia, bali tuichunguze kwa uangalifu. Je, halingekuwa jambo la kustajabisha kama tukihudhuria kanisa hilo hilo? Kila mtu, kanisa hili ambapo wokovu umehakikishwa na ukweli umeahidiwa, ni kanisa letu, kanisa la Mungu. Lazima tufahamu hili. Tuangalie Luka sura ya 22 mstari wa 7. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Lilikuwa kanisa ambalo Petro na Yohana waliandaa Pasaka. Nani aliwaagiza kufanya hivyo? Mungu alikuja hapa duniani katika mwili na akawatuma Petro na Yohana. Kwa maneno mengine, kupitia ukweli moja baada ya mwingine, Mungu analifunua kanisa lililoanzishwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Siku hizi kuna makanisa mengi. Walakini kanisa lipi linadhamini Pasaka, linaheshimu sheria ya ukweli na linashika amri za Mungu kulingana na kanuni? Ni kanisa la Mungu tu. Tuendelee. Mstari wa 14. Wakati ulipowadia, Yesu akaketi mezani pamoja na wale mitume wake. Kisha akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Je, kuila Pasaka hakumaanishi kuiadhimisha Pasaka? Hii ni kwa sababu ndani ya kanuni za Pasaka lazima tule mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake. Yesu alitamani sana kuila Pasaka. Kanisa ambalo lilijengwa juu ya msingi wa mitume na manabii lazima litamani kuiadhimisha Pasaka. Walakini makanisa mengine yanaiadhimisha Pasaka. Hakuna makanisa mengine yanayoadhimisha Pasaka. Kwa maneno mengine, makanisa mengine sio kanisa ambalo Yesu alianzisha, ambalo lilijengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Pasaka ni ukweli ambao Yesu aliuanzisha na alitamani sana kuushika. Je, ukweli huu haupatikani katika jamii ya misheni ya dunia ya kanisa la Mungu pekee? Tuendelee na mstari wa 19. Mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yesu alisema nini? Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hii ni kanuni na amri ambayo Yesu alianzisha.
Je, kanisa lililoanzishwa na Yesu, kuhudhuriwa na mitume na kujengwa juu ya msingi wa mitume lazima liwe na ukweli gani? Kanisa hilo lazima liwe na ukweli wa Pasaka. Leo, ijapokuwa kuna makanisa mengi yanayodai kumwamini Mungu, hayaiadhimishi Pasaka. Kwa nini Yesu alikuja duniani? Alikuja kutuokoa. Ikiwa Pasaka haihusiani kabisa na wokovu wetu, je, angetamani sana kuiadhimisha? Tuendelee na mstari wa 20. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, alichukua divai ya Pasaka akisema, kikombe hiki ni nini? Agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Je, jina la kanisa lililoanzishwa juu ya ukweli huu ni nini? Ni kanisa la Mungu. Ninaamini kwamba lazima tutangaze kwa ujasiri, hili ndilo kanisa tunalohudhuria, na tueneze ukweli huu kwa watu wote ulimwenguni pote ili kuwaongoza wanadamu kwenye wokovu. Siku ya Pasaka Yesu alisema, kikombe hiki ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Je, hamkumbuki ukweli huu ulioandikwa katika Mathayo sura ya 26? Hebu tuone maana na umuhimu wa sherehe hii. Tufungue Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 11. Kwa hiyo kumbukeni kwamba ninyi ambao hapo awali mlikuwa watu wa mataifa kwa kuzaliwa na kuitwa wasiotahiriwa na wale wanaojiita waliotahiriwa, yaani tohara ifanyikayo katika mwili kwa mikono ya wanadamu. Kumbukeni kwamba wakati ule mlikuwa mbali na Kristo, mkiwa mmetengwa kutoka jumuiya ya Israeli na mkiwa wageni katika yale maagano ya ahadi, nanyi mkiwa hamna tumaini wala Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi ambao hapo kwanza mlikuwa mbali na Mungu, sasa mmeletwa karibu. Tumeletwaje karibu? Kwa njia ya damu ya Kristo. Agano la ukweli ambalo linahusiana na damu ya Kristo ni muhimu sana. Hapo awali tulikuwa wageni, lakini sasa tumevutwa karibu kwa njia ya damu yake. Tuendelee na mstari wa 19. Hivyo basi ninyi sasa si nani? Wageni tena wala wapitaji. Ninyi si wageni tena, bali mmekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia jamaa wa nyumbani mwake Mungu. Neno nyumbani linamaanisha familia. Kupitia damu ya Kristo tunavutwa karibu na Mungu. Biblia inasema sisi ni nani? Sisi ni familia ya Mungu. Basi mkate na divai ya Pasaka vimetufanyaje sisi familia ya Mungu? Kila mtu, watoto wanarithi nini kutoka kwa wazazi wao? Wanarithi mwili na damu kutoka kwa wazazi wao. Mungu anatuamsha kupitia kanuni hii ya kimwili. Mkate wa Pasaka unawakilisha mwili wake na divai ya Pasaka inawakilisha damu yake. Kwa hiyo, kwa kupokea mwili na damu ya Mungu, uhusiano wetu na Mungu unaanzishwa kama ule wa baba na mama na watoto wao. Ingawa Mungu alisema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, je, kuna makanisa yoyote yanayoadhimisha Pasaka? Hili linashangaza. Kwa hiyo Mungu alisema, ingawa wanatazama hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii wala hawaelewi. Lakini heri macho yenu kwa sababu yanaona na heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Kweli tumebarikiwa kulingana na Biblia. Kwa kuwa tunapokea baraka kama hizo kutoka mbinguni, tunaweza kuongea na mtu yeyote kwa uhakika. Unaenda kanisa gani? Mimi ninaenda kwenye kanisa ambalo Yesu alianzisha.
Kwa njia hii, tunapaswa kuwa na uhakika katika kanisa letu na ukweli. Je, hiyo si ndiyo imani? Tukishindwa kuwa na imani katika unabii wa Biblia na kuwa kama mbegu zilizoanguka kando ya njia au kwenye ardhi yenye mwamba, tutafanya upumbavu kama vile mbegu zilivyonyauka chini ya jua. Ndiyo maana Yesu alisema katika Ufunuo sura ya 3, shika sana ulicho nacho, ili mtu asije akaichukua taji yako. Je, Biblia haitufundishi kwamba hatupaswi kamwe kuuchukua ukweli huu mkuu kwa wepesi na kuutupilia mbali kama Esau? Mungu alilianzisha kanisa hapa duniani kwa kusudi kuu la kuuokoa ulimwengu. Kwa sababu hii, kabla hajapaa, alitoa ombi kwa wanafunzi wake. Alisema tunapaswa kufanya nini hadi atakapokuja tena? Hubiri Injili hii katika Samaria hadi miisho ya dunia. Alimaanisha kwamba njia pekee ya sisi kusamehewa dhambi tulizozitenda mbinguni ni kwa kukubali Injili. Hebu tuthibitishe amri ya Yesu katika Mathayo sura ya 28. Tuangalie Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Yesu akawajia na kusema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa sababu hii, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nanyi wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Jukumu la kanisa la Mungu ambalo lilijengwa juu ya msingi wa mitume na kuanzishwa na Mungu ni kufundisha maana ya wokovu, mbinguni kukoje, na ikiwa jehanamu ipo au la, kwa wanadamu wanaoishi bila kujua hili, na kuwaongoza kuishi kwa haki, kwa unyofu na kwa wema katika dunia hii. Yesu aliliamuru kanisa lake kuwafundisha wanadamu kwamba walipewa maisha ya duniani ili kutubu na kusamehewa dhambi walizotenda mbinguni, ili waweze kutoa shukrani kwa Mungu, kumtukuza na kumsifu kila siku. Kwa hiyo lazima tuwafundishe wengine ambao hawajui hili. Baadhi ya watu hawaamini ingawa ninawafundisha. Walinitazama kwa macho ya ajabu. Kila mtu, tunafanya kazi ya Mungu, iwe wengine wanatuona kwa macho ya ajabu au kwa macho yenye kukaribisha. Je, haijaandikwa kwamba Mungu atampa kila mtu thawabu kulingana na matendo yake pale kazi tukufu ya Mungu itakapokamilika? Tunapoangalia Mathayo sura ya 24 mstari wa 14, inasema nini kuhusu Injili ya ufalme? Itahubiriwa ulimwenguni kote. Hakika itahubiriwa kila mahali kupitia midomo ya mtu yeyote. Injili yetu haitashindwa kamwe. Kwa hiyo, hebu tuuokoe ulimwengu na tuongoze kwenye Injili hii. Ninatumaini kwamba waumini wote wa Sayuni watatoa shukrani na utukufu kwa Mungu Elohim katika kanisa ambalo Mungu alianzisha. Tusipochukua hatua, ulimwengu hauwezi kuokolewa. Mungu ameteua kanisa moja tu ambalo linaweza kuokoa ulimwengu. Je, ni kanisa gani? Jamii ya misheni ya dunia ya kanisa la Mungu. Kwa sababu hii, Mungu alianzisha kanisa la Mungu mwaka 1964. Alipokuwa akiabudu katika sehemu ndogo kama chumba cha juu cha Marko, siku zote alisisitiza, Injili hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Hebu tutafakari juu ya mafundisho haya ambayo Baba yetu ametupatia kwa nguvu kubwa. Kwa mioyo yetu yote, hebu tutoe kadiri tuwezavyo, tukusanye nguvu zetu na tusonge mbele kwa pamoja. Pia tudhihirishe utukufu wa Mungu.
Kanisa la Mungu pekee ndilo linaloshika Pasaka, Sabato na kanuni zote za Agano Jipya kabisa kama Mungu alivyoamuru. Ni kanisa pekee ambapo mambo yote yanapatana kikamilifu na Biblia. Basi kwa nini watu wanalikashifu? Wakati wa ujio wa kwanza wa Yesu, pia kanisa la Mungu lilikashifiwa. Haikuwa kwamba waumini walifanya maovu. Wakati wengine waliadhimisha Pasaka kwa kutoa dhabihu za wana-kondoo, Yesu alitangaza Agano Jipya kupitia mkate na divai ya Pasaka. Siku ya Sabato, wakati wengine hawakufanya lolote, wanafunzi wa Yesu walichukua masuke ya nafaka na kula punje zake, na Yesu aliwaponya wagonjwa siku ya Sabato. Ndiyo maana Yesu alisema, ni nani miongoni mwenu mwenye kondoo wake ambaye huyo kondoo akitumbukia shimoni siku ya Sabato hatamtoa? Kwa hiyo ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Alitupa mafundisho bora tu. Ingawa walikuwa na vinywa, hawakuwa na la kusema. Kwa njia hii aliliongoza kanisa la mapema. Katika karne ya 4, Shetani alibadili majira na sheria kulingana na unabii. Kwa hiyo, ili kuwaokoa wanadamu kwa mara ya pili, baba na mama walikuja Korea, kwenye miisho ya dunia katika mashariki, wakaurudisha ukweli, nao wakaliongoza kanisa kulingana na Agano Jipya. Pasaka aliyofundisha sio sheria ya Agano la Kale. Je, Yesu ni mtu katika Agano la Kale? Katika Agano Jipya, Yesu alisema nini kuhusu Pasaka? Alitamani sana kuiadhimisha. Yesu alisema nini kuhusu wale waliomwita Bwana, Bwana lakini hawakufuata mifano yake? Mnanikaribia kwa vinywa vyenu na kuniheshimu kwa midomo yenu, lakini nia yao ya kweli ni nini? Mioyo yenu iko mbali nami. Ndiyo maana alisema, ondokeni kwangu ninyi mnaoasi sheria. Walakini baba na mama watawaambia watoto wa Sayuni nini? Watoto wangu wapendwa, nimeangalia jinsi mlivyofanya kila juhudi kuzishika amri zangu licha ya dhihaka na mateso ya ulimwengu. Kwa hiyo nitawabariki kulingana na matendo yenu. Je, haifanyi mioyo yenu idunde-dunde mnapofikiria kuhusu hili? Kwa juhudi na nguvu zaidi kidogo tu, waumini wote wa Sayuni na wawe tayari kumkaribisha Baba. Kwa unyofu ninawaomba mjitoe wenyewe kueneza Injili hii katika Samaria na hadi miisho ya dunia. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.